zimefanywa nchini Tanzania. Tunaendelea kuzikumbuka, tunazicheza kwenye kipindi yetu cha The Classic hapa, na zimetengeneza ile njia. Muziki wetu huu umepitia vipindi tofauti. Kuna kipindi cha awali, kilikuwa kipindi cha sanaa zaidi, watu kupenda muziki, it was kama fun hivi, lakini baadaye ikaanza kuingia katika kutaka kutambuliwa. Hichi ni kipindi kigumu zaidi. Baada ya kuanza kutaka kutambuliwa, ikaja era ya kuingia kwenye radio. Ni kipindi ambacho pia kilikuwa kigumu zaidi katika historia, kwa sababu radio ambayo ilikuwa inacheza ilikuwa ni moja tu, FM station, ambayo haikuwa ikihitaji nyimbo za Tanzania wakati huo, za hizi za urban. Wao walikuwa wanachukua za muziki wa dance kidogo, kwa sababu ndio ulikuwa umeonekana umepiga hatua. Hawakutaka kabisa muziki wa urban huu wa rap, sijui R&B, hawakutaka kabisa. Kwa hivyo kipindi hicho kilichukua muda kidogo, kama muda fulani hivi, ambapo walikuwa wanakabidhiwa walau dakika 5 tu za mwisho kwenye radio ili waweze kutambulisha vijana hawa. Na hiyo ni kazi ambayo ilifanywa na the one and only Master T, Mr. Taji Liundi, na baadaye ndugu Mike Mhagama ambaye kwa sasa yuko nchini Marekani. Hao walipigania na baadaye wakaruhusiwa walau kuanza kucheza hizi ngoma, na kisha era nyingine zikafuata. Sasa hawa kina Mzungu Kichaa hawa, wao walikuwepo kwenye hiyo era ngumu hiyo ya kutaka kutambuliwa hapo na kwenda redioni hapo, ambapo baada ya kukubalika kidogo ndio wakaanza sasa kuendeleza hizi harakati. So tuna furaha ya kuwa Mzungu Kichaa is in the house leo, na tunakukaribisha bwana. Asante sana. Mambo vipi? Shwari. Kabisa. Safi. Na kuona mnyonge sana, baridi ama? Sogelea kidogo hivi mzee. Sina unyonge, labda baridi Baridi mimi sina AC nyumbani. Hautumia AC? Bwana. Kwa nini? Napenda vitu halisi, napenda kusikia hewa halisi. Okay. Sasa wakati wa joto kali kama miezi kadhaa nyuma hapo, huwa unafanyaje? Kwa mfano ukiwa Tanzania, ukiachana ukiwa Europe. Hapo sasa kuna wakati AC inahitajika, lakini there's a way ambayo unaweza ukaimili joto, si ndio? Au unasemaje? Wapo watu ambao tunaweza tukaimili ile kinda joto. Asema umekaa muda mrefu sana town hapa. Kwa sababu tatizo ukishaingia kwenye AC, ukizoea AC kwenye gari, kwenye nyumba yako, basi ile joto inakuwa hatari. Kwa hiyo unatushauri tusijizoeshe AC sana. Kidogo kama kuna ulazima, sio mbaya. Okay. Feni fresh. Ambao Waswahili wengi tunatumia mafeni. AC sana ofisini, nyumbani kidogo na gharama za umeme na kuwa mtihani sana kuweza kutumia. Mzungu Kichaa, karibu sana bwana. Sasa ningependa wewe unasogelea maiki, kwa sababu ukikaa nyuma hapo sauti yako inasikia kwa mbali sana. Kwa hiyo au sio, uvae earphones kidogo, na najua wewe ni producer, kwa hiyo ukivaa hizo utakuwa unasikia hapa, nasikia umeona hapo Sawa bwana. Leo tumekukaribisha kwenye The Classic. Wala tutapitia historia kidogo, na najua una project mpya, kwa hivyo pia tutaziangalia. Kwa hiyo hii sehemu ni yako leo. Tunataka tusikie hadithi zako na wewe na Bongo Flavor. Sawa. Au sio? Mzungu Kichaa, lile jina lako halisi lile, ndio ni nani lile? Mzungu Kichaa ni jina fulani la kiajabu kidogo. Ndio. Si ndio? Lakini kwa Kiswahili cha pwani ambayo ina maana tofauti haitishi kivile, kwa sababu tunajua kwamba kuna kila neno lina maana nyingi. Lakini kuna siku moja nilienda kuperform Mombasa, nikapanda kwenye ndege nikawa narudi Nairobi, alafu kuna Mkenya pale kaniona nimevaa Mzungu Kichaa pale mwanzoni, wakati najaribu kutoboa na kutangaza brand yangu na nini. Kwa hiyo mwenyewe nilikuwa navaa ile fulana imeandikwa Mzungu Kichaa. Sasa yule jamaa akaanza kunicheka, akasema huyo mtalii vipi? Unajua, kwa sababu mara nyingi wananunua fulana ambayo imeandikwa Mzungu basi, sababu wanaisikia, yani wale watalii Zanzibar
ni fulana ambayo inauzwa sana kwa sababu mtalii anasikia hilo neno mzungu, anasikia kila wakati, anasema anaanza kuvutiwa nayo. Kwa hiyo anavaa kabisa mzungu. Lakini mimi nilikuwa nimevaa mzungu kichaa. Sasa huyo jamaa akasema huyu kuna mtu kwenye genge fulani ya watalii amemdanganya. Sababu hilo jina ni mbaya. Akaanza kunisemesha hivi, unajua ina maana gani? Pale tupo tunapishana kwenye ndege. Nikamshangaa huyo baba vipi? Lakini kwa mtu ambaye labda hajaelewa mzungu chai na tisha na nini, lakini nilipewa, na mimi mwanzoni nilikuwa naiogopa, nilikuwa naikataa. Kwa hiyo nilipewa in the beginning of Bongo Flava, right in the beginning, in 99, 2000 hapo. Wakati nilifika Bongo Records nilipewa na Juma Nature. Alinibatiza. Kwa nini Juma Nature alikuita mzungu kichaa? Sijajua mpaka leo. Kwa sababu ukimuuliza Juma Nature swali sio mzuri sana kujibu moja kwa moja ile. Sijui kama umewahi kumhoji. Nimefanya naye hapa. Hawezi akajibu tu direct. Ana mambo mengi yule. Kichwani sio? Okay. Kwa hiyo mpaka leo hajawahi kuniambia. Sio kwamba wanasema ulikuwa una mambo mengi, yani umechangamka sana. Ndio, kumbuka kwamba unajua mimi najisikia kama ni kizazi kipya bado hadi leo, lakini nimeshakuwa mkongwe. Sure kabisa. Sasa kizazi kipya, kipindi kile tulikuwa vijana. Mimi nimezaliwa 80. Alright. Nimepishana kidogo na kina Juma Nature na P-Funk, lakini tunafanana. Okay. Afande Sele ndo ametuzidi kidogo. Afande 2-3. Afande? Na Sugu labda amewazidi? Atakuwa ametuzidi. Na alitoka kabla yetu sisi, alikuwa ameshashika soko. Ila kuna mtu ni mkubwa zaidi yenu wote hapa, yani yote, lakini huwa mnamuona mdogo. Kwenye hip hop yupo kwenye Bongo Flava. Yani nyinyi mkimuona mnamuona mdogo, lakini amewazidi umri wote. Nani huyo? Benjamin wa Mambo Jambo. Yule ni mkubwa kuliko wote wengi tu. Labda yule kama kazidiwa na Sugu labda. Ile chuma kile. Okay, sawa. Basi pale Bongo Records niliingia, I was young. I was 19 years old. Na so kipindi kile sawa, pengine nilikuwa kichaa zaidi kuliko leo. Kama wewe ulinitambulisha wewe mzungu cha, leo umekuwa mnyonge kidogo. Ndio hivyo. Sasa kipindi kile nilikuwa sio mnyonge wala nini. Nilikuwa kichaa. Inawezekana nilikuwa kichaa. Kwa maana yake jina hilo la mambo yalikuwa mengi. Kwanza vurugu za hapa na pale. Kwanza nilikuwa kipindi kile nilikuwa nasoma Moshi na Wachaga kwenye boarding school. Wazee walikuwa naishi Ngorongoro, Masaini. Kwa hiyo nilikuwa na lafudhi ya Kimasai. Nilipoingia Bongo Records pale, P-Funk aliwahi kunikuta 95-96 wakati yupo ana studio Masaki. Tuliwahi kufanya kazi 1, 2, 3. Na ina maana kwamba alivyoniona pale nikawa na lafudhi ya Kimasai pale, akawa ananicheka sana, yani kafurahi sana. Na Juma Nature pia, labda pengine kipindi kile sikumbuki vizuri, lakini pengine labda nilisuka Kimasai. Kwa nimefunga bati yangu hapa na nimesuka kabisa Kimasai, ususi wa siku 2 na mbuzi mmoja. Inamaanisha nini? Kwamba tumekaa siku 2, wale wamorani wakubwa wamenisuka, sio hawezi kumaliza siku moja. Afu na mbuzi mmoja. Na mbuzi mmoja waliniambia inabidi ninunue mbuzi. Na sio kwamba walipata hela, lakini waliletewa mbuzi wakachinja pale, na mimi kidogo nilikula pia, shiba mpaka. Yani katika ile shughuli nzima ilikuwa nafanyika pale ya kukusuka, choma nyama nini. Kwa hiyo nikafika Dar es Salaam kidogo, nilikuwa kama mwehu kidogo pengine. Alafu wakati unajua kwenye sanaa ukiwa mwehu unaweza ukabuni vitu vizuri zaidi. Umeona? Kwa hiyo mashairi pale, mimi Kiswahili nilikuwa bado najifunza. So nilikuwa
najitahidi sana kuandika mashairi. Alafu unajua ukiwa mdogo unaanza unakuwa na njaa, kwa hiyo unajipeleka umeona. Kwa hiyo kipindi kile nikajikuta sana sana niko bench pale nje, hao ambao wana kazi zao akina Juma Nature. Ni fursa pia kupewa nafasi ya kukaa bench, unajua usipuuzie hiyo. Kukaa bench pale Bongo Records ni fursa, unapata experience pale. Kwa hiyo pale nafikiri nilikutana na FDQ kipindi kile, lakini sikusikia muziki wake kipindi kile. Tulikuwa tunapishana. Ila mtu ambaye nilikuwa nakaa naye sana, ambaye naye alikuwa chizi kidogo kipindi kile, anatafuta namna ya kutoboa, alikuwa ni TID. Kwa hiyo mimi nilikuwa na gitaa yangu, yeye piga hivi, alafu tunatunga nyimbo kwa pamoja pale nje pale. Tukipewa nafasi, ndio maana hili game ni nafasi ndogo tu tulipewa, unaona. Lakini tuliambiwa wewe, ndio zamu yenu sasa. Tukaanza tukaruka pale, tukaingia booth. Tukaimba hili game tough pale kwenye mic moja, mimi na TID. So kuna kazi nyingi ambayo tulikuwa tunasubiria, yani nafasi yetu tuitwe ndani. Tuna shida fulani, njoo, huyu anaweza kafaa. Unajua kwa sababu ubunifu pale Bongo Records walikuwa na in a very good position, kwa sababu watu wengi walikuwa na tamani wawepo pale. So mwenyewe P-Funk alifaidi, maana kuna watu wazuri wamekaa benchi pale nje pale. Kabisa. Walikuwa wanasema vichwa vimekaa nje pale. Tulikuwepo mpaka so it was a learning experience. Tulikuwa tunajifunza mambo mengi pale. Na mimi kipindi kile of course kama nilivyosema nilikuwa niko Moshi nasoma, kwa hiyo nilikuwa nakuja mara kwa mara. Nikamwacha TID akabaki, ndo akatoboa moja kwa moja. Mimi bado kabisa sikutoboa. So jina lako halisi ni lipi? Ni Aspen. Lakini kipindi kile kulikuwa na sigara inaitwa Aspen. King Size ilikuwa inaitwa. Kwa hiyo King Size nzuri, nilikuwa naona kama sifa, unajua mwanaume ambaye anakuwa hivi au sio? Aspen. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wananiita Aspen. Kwenye ngoma yangu na Professor J na Mwasiti pale anaimba kabisa Aspen Obrigado. Kwa hiyo nilikuwa nafahamika kama Aspen kipindi kile. Aspen nani? Aspen Sorensen. So I think hiyo ni asili ya Norway. Hiyo ni kweli, jina ni Norwegian lakini pia ni Danish. Na ni Scandinavian countries tunafanana, ma Vikings na nini. Na Nordic mythology. Kwa hiyo Aspen ni yule mnyama mkali wa Ulaya, bear. Ambaye ni kama simba wa Afrika, unaona? Sasa yule Aspen imetokana na Asanes Björn ni bear. Na Asa walikuwa ni wakubwa kwenye Nordic mythology. Walikuwa naongoza Nordic mythology. Hawa wanajeshi kinatoa kina nani viongozi. Sasa mimi nilikuwa ni mlinzi wa viongozi. Asanes Björn. Aspen ni Aspen, alafu kuna derivative ya jina hilo Aspen. Alright. Walau leo sasa tunaweza kulipata vizuri, kulichambua kidogo. Yes. The last time tulizungumza miaka mingi kidogo tangu tuko kule, nafikiri miaka 7 hivi, na tulizungumza hilo jina la Mzungu Kichaa na tukasema namna ambavyo wewe ulivyolichukua na kulifanya positive. Na niliwahi kuuliza kwamba mara nyingi mimi nafahamu kiheshima ukimwita mtu mzungu inakuwa ni kama umembagua hivi kiheshima, sio jina sahihi. Lakini sasa Afrika ama Tanzania na nini,
limezoeleka kwamba mtu anamuita mzungu kwa mpaka na wao wenyewe wameona kwamba ni nani, lakini sijui wewe uliweza kukabiliana nao kiuhalisia kabisa? Family members na wengineo wanalichukuliaje neno mzungu? No, kwa sababu ubaguzi, au nikisema kwamba mzungu ina ubaguzi ndani yake, watu wengi kama unavyosema watashindwa kuelewa. Yeah. Sahihi. Na vile vile kwamba mtu mweupe anaweza akajisikia amebaguliwa. Haiwezekani. Hata Marekani, hata Ulaya watu wanasema haiwezekani, hiyo ni watu weusi tu wanabaguliwa. Lakini ukimtenga mtu, ukisema kwamba huyu yupo kwenye kitengo hiki, ushambagua. Kwa mfano nikupe mfano. Mtu akiniambia nyinyi wazungu mko hivi na hivi, umeona? Ina maana amenitenganisha na wazungu wote, na kwenye mafikira yake mawazo yake siyajui, lakini ina maana kwamba na alikuwa nataka kuongea kitu kibaya kuhusiana na nyinyi wazungu, jinsi mlivyo, umeona? Kwa hiyo pengine mimi sipo na hiyo grupu ya wazungu, umeona? Na tena haswa kwangu mimi, kwa sababu nimekulia maisha ya Kiafrika huko Zambia, huko kwenye vijiji, na nimekulia huko Masaini, umeona? Nimekuwa raia wa jamii tofauti. Yes. Ukiniambia nyinyi wazungu mko hivi na hivi, alafu umesahau kabisa kwamba nimeishi, nimekunywa damu, ya ng'ombe na mbuzi, na nimekula figo mbichi, umeona? Na nimeugua magonjwa mengi sana. Mpaka kuna jina moja ya Kizambia, hata neno yenyewe ni ngumu, kanyunyu, ambayo ni ugonjwa. Ni ugonjwa ambao unakonda, yani unakufa faster kama isipogunduliwa, ni bilharzia. Okay. Yani ukiogelea kwenye maji machafu, umeona? Umeona? Sasa wengi hawataamini kwamba mzungu anapataje. Kwanza anakubali kuogelea kwenye maji machafu, yani yale maji ya mto ambayo yanasimama alafu yana rangi ya kijani yale. Sasa sisi tulikuwa tuna hamu ya kuogelea, hamna maji pakavu, tunaingia, umeona? Au funza. Mtu anaanza kwanza tajiri hapa Tanzania anashangaa mtu mwenye ambaye anafunza. Anasema huyu si mtu ambaye anatembea maeneo machafu tu, alafu havai viatu. Nishakuwa nafunza mara nyingi sana. Kwa hiyo yani ninachotaka kusema baada ya matangazo, baada YouTube hapo, ingia bwana EFM Tanzania, utakutana na Mzungu Kichaa live hapa, na sisi tutasoma ujumbe wako. Kwa hiyo Mzungu Kichaa alikuwa anaelezea ile dhana ya neno mzungu na dhana ya ubaguzi ambao wakati mwingine unakuwa ni kama unafanyika kimakosa. Kuna ambao wanachukulia positive kama yeye, lakini ukiangalia pia kuna namna ambayo inaweza ikamoffend mtu. Asilimia kubwa waliozoea wanaichukulia kama ni positive, lakini kuna namna pia tunahitaji kujifunza. So ulikuwa kuna sehemu ulishia hapo ukasema kama mtu akianza kusema nyinyi wazungu, ni sawa na wale wazungu nimewakuta ambao wana ubaguzi, wako Denmark, wanasema wale wa Arabu ni wabaya, lakini huyu hapa nilipo naye huyu hana noma. Umeona? Huyu namkubali, lakini wale si wakubali. Ushanielewa? Ina maana kwamba ukishatenga watu kama grupu moja, tayari umewabagua, kwa sababu huwezi kumweka mtu ambayo ni mtu ukamuunganisha na grupu ya watu wengi. Ushanielewa? Yeah. Pale unatengana. Okay. That means kwamba if there is any negativity kwa mtu ama a certain group of people, haupaswi
kumjumuisha mtu mmoja na ile kundi, si ndio? Na kundi kikubwa, kwa sababu shida ni kwamba mimi mwenyewe nimeona kwamba mzungu na tabia zake, tuseme kama kumuelewa mzungu ukitaka kumweka kwenye grupu. Kwanza kwa Mtanzania bado sana hajapewa nafasi kukutana na wazungu tofauti. Yes, yeah. Kwa mfano mimi nikiwa nilikuwa mdogo nilikutana na mtu na napiga zangu tizi huko Moshi Kilimanjaro pale. Akutana na mtu ananisimamisha, anatamani anisimamishe aongee na huyo mzungu, maana hajamuona mzungu, unaona. Anaanza kunihoji, naongea Kiswahili, hasikii kwamba naongea Kiswahili. Yeye anasikia tu, anajua huyu haiwezekani, yani haiwezekani mzungu aongee Kiswahili. Kwa hiyo anasema you know to speak the Swahili language. Najaribu kumwangalia huyo jamaa chizi nini? Husikii kwamba naongea Kiswahili. Sasa unaniuliza kwa Kiingereza kibovu, je, unaelewa? Wakati tungeongea tu tungeelewana zaidi. Sasa huyu mtu yeye lengo lake ilikuwa kupata pesa tu. Yani aliona mzungu anajua hapa kuna pesa. Na tumepishana huko kwenye msitu yani. Mimi napiga tizi, yeye harakati zake ni kutafuta pesa kwa huyo mzungu. Sasa akawa anasema nyinyi wazungu mna pesa. Sasa nikawa najiuliza, nyinyi wazungu mna pesa? Mimi kama nimekulia Uswazi na nina ajira kama Mswazi mwenzangu, ninakuaje na pesa kuliko wewe Mswazi mwenzangu? Inakuaje? Nikamuuliza, ina maana kwamba mimi nikiweka 10,000 kwenye mfuko wangu inazaa yenyewe au inakuaje? Mpaka nyinyi wazungu mna pesa. Yani kwamba tumebarikiwa. Umeona? Na nikiingia kwenye genge, labda mtu akitaka kunidanganya kidogo, kuongeza bei kidogo, mimi naweza nikaongezewa bei, na huyu tajiri, huyu mbongo ni tajiri, yuko nyuma yangu, analipa ile bei ambayo inatakiwa. Umeona? Ambayo hiyo ni sawa kweli? Sio sawa. Wakati mimi hali yangu ya kiuchumi iko chini ya huyo tajiri ambayo amepaki na renji. Sahihi kabisa. Mimi nimepambana na yeye gari ya, sijui kama umeona gari yangu ya 1991. Acha bwana. Bwana. Ni classic sawa. Lakini tunapambana. Huwezi ukasema ukafananisha na luxury ya Range Rover ya mwaka jana. 2024, 2025, sure. So mimi nafahamu kitu kimoja. Wakati uko pale Mitabango Records pale, ndio umeenda pale kujitafuta uko bench pale, alafu kwa muonekano wako ni kama ulikuwa mzungu kama ambavyo unazungumzia. Kwa kila mtu akija na kushangaa. Wasanii wale kwa wengi sana pale wajitafuta. Labda haije kutokea issue ya kwamba ni kama wanakutenga hivi baadhi ya wasanii pale kwa sababu kama ambavyo unasema mzungu, kama bwana kama mtu anaona huyu kama anatuchora hivi. Lakini nataka nianze kusema kwa sababu tumeongea maswali ya ubaguzi ambayo naweza nikaisimulia kwa upande wangu mimi mwenyewe, umeona. Lakini nataka nianze kusema kabla ya kuingia deep sana kwamba ubaguzi, yani Watanzania sio wabaguzi, umeona. Kama ni wabaguzi basi kidogo sana ni sintofahamu na nini. Ni vitu vidogo kimakosa na hata ile kitendo cha kumuita mzungu mtani ni kwa roho safi. Ndio nilikuwa nasema kwani inatokea kama sijui kuna neno gani la Kiswahili naweza kuliweka hapo kama ni kawaida. Ni kama unaona ni kawaida, lakini kumbe ni kitu kinachoweza kuoffend. Ni vitu vidogo sana vya kuzungumza na kujifunza na nini. Lakini kwa sababu ukifananisha na nchi ya Denmark ambayo nimetoka mimi, kuna ubaguzi mbaya. Yani jinsi watu wana ubaguzi kwenye roho zao au kwenye ukuaji wao au kwenye vitabu vya watoto walivyofundishwa, si mababu zao nini. Ukoloni umetengenezwa na ubaguzi. Definitely. Mpaka mtu anatoka Ujerumani anakuja anakubali
kufanya mambo kama haya lazima atakuwa ameshawishika, wamemfundisha vitu, umeona. So tukubali kwamba Tanzania tuna bahati sana kutokuwa na ubaguzi. Sahihi kabisa. Mimi kwa mfano nikianza kusema nilisikia ubaguzi hivi na hivi na hivi kidogo, Mtanzania ataniambia usijali, umeona, yani tumsamehe, umeona, achana naye, umeona. Hapa Kenya tu kuna watu na ile sijui nani ukabila na nini, tayari inakuwa kuna shida, unakwepo zaidi, umeona. Ukienda Marekani, yani Black America, yani kiwango cha kuongea masuala haya na kusema ni shida ambayo ipo kwenye jamii, ni shida kweli, so hiyo story ambayo mimi naongea ni mimi binafsi tu, na ni vitu mbalimbali ambayo nayapita, kwa sababu mwisho wa siku kwenye kijiji changu ambayo watu wamenielewa, sipati ubaguzi yeyote hata kidogo, umeona. Kwenye jamii yangu, wasanii wenzangu, turudi kwenye swali lako. Ulisema niliwahi kusikia ubaguzi au yani inawezekana, unajua studio pale Bongo Records vijana wengi walikuwa wanajitafuta kama pia ambavyo ulikuwa wewe. Kuna ile kwamba labda kuna sometimes ulikuwa haupati ushirikiano kwa asilimia kubwa. Ndio. Naweza nikasema kwa kipindi kile wakati na jihusisha na watu na wasanii, na shirikiana na watu, sikuisikia. Sikuisikia. Pengine baadaye nimekuja kugundua kwamba kumbe kuna sababu ya kupewa tuzo, labda TMA, Tanzania Music Awards. Kuna sababu labda ya kutokualikwa kwenye kitu fulani, umeona. Na kuna watu wameniambia kabisa kwamba si sahihi Mzungu Kichaa apewe tuzo, umeona. Si sahihi kwa sababu nimewahi kuambiwa hiyo. Ni kama vile uliwahi kuwa snubbed. Kama vile Eminem akishinda tuzo ya hip hop, mwana hip hop bora, umeona. Tayari pale ameshasema kwamba amemtaja Eminem kwa sababu gani? Sababu ngozi yake. Hip hop ni kwa jina black. So I never felt it, but of course there was, itakwepo kuna ubinafsi kwenye industry yetu na nini, na pengine iliwahi kutokea, lakini kwa mimi. Mwaka gani ilikuwa TMA ilikuwa ukawa snubbed kwa sababu hiyo? Walitia shaka. Na ilikuwa ni ngoma gani imefanya vizuri? Nina ngoma nyingi ambazo zilifanya vizuri, lakini of course the industry as well, if you didn't play ball with the right people, umeona. I got you. Hiyo ilikuwepo sana. Na I've always been independent, umeona. I've always been promoting, yani kupromote kwamba msanii unaweza ukawa independent, umeona. Ndio maana hata utayarishaji nilijifunza kutokana na mazingira yangu, na mimi na Pifa kipindi kile, kwamba yeye anafanya production, lakini kuna namna moja ambayo kuna power struggle pale. Na wasanii wengi sana wameshahojiwa kwamba labda pengine walifanya kazi na kazi ikapotea au nini, kwa hiyo they weren't in control. The person with the power is in control. So I'm naamini kwamba msanii anahitaji kupata independence and to regain the power as well, Okay, sawa. Tumepiga story hapa nyingi kidogo. Mzungu Kichaa na story za kutosha sana. So nitacheza wimbo huu kama ni classic jam of the hour number 1. Huwa tuna classic jam. Nitacheza huu kidogo, walau verse moja hivi na chorus yake, and then we get back na atatuambia namna Mzungu Kichaa alivyoshiriki. Watu wengi wanamsifia namna ambavyo alicharaza gitaa kwenye wimbo huu, na kama mambo yanaturuhusu, kwa sababu ana gitaa lake hapa, tutamuomba atucharazie kidogo kama itakubali. By the way, wimbo ambao nauzungumzia hapa bwana ni wimbo wa Ngwea, unaitwa Shigara Gwan. M21 tukumbuke kidogo.
you're my baby girl, mmoja wa pekee, siwezi kwa na rap bila kwa nawe, nakosa nomba unisame, nataka kwa nawe milele, okay, you got the one. So kianzia uzuri tu, she got it one, tabia shima ndiyo du, she got it one, baka kama sister do, labaki tu kusema she got it one, tukianzia uzuri tu, she got it one, tabia shima ndiyo du, she got it one, baka kama sister do, labaki tu kusema she got it one. Non è solito nachoma, non è senza janguo zako lizova, non è senza janguo zako yangunga, non è sekila ambacho kitanipa raha. Yeah, you got that one, you my number one. Mia yangu mini kwa nawe maisha, chochote tatotaka mitakupa ikaiman, na mina idikamu wala stock kwa chenjian. She has a one. Yes I know mama get busy, twende kwenye dance flow unapokata. Bana Shigaragwan live hiyo. Natakaisha pokea mitatoa duniani, na kwanzia leo nitakuwa natembea minagang, na unamuluko menanza kuntamani, basi malizia kinywani twende zetu nyumbani. Tukianzia uzuri tu, she got it one, tabia shima ndiyo du, she got it one, baka kwa sister do, labaki tu kusema she got it one. Tukianzia uzuri tu, she got it one, tabia shima ndiyo du, she got it one, baka kwa sister do, labaki tu kusema she got it one. Wane. Mzungu Kichaa yuko nasi hapa live na ametucharazia hapa namna ambavyo alipita kwenye Shigaragwan kidogo, na kusema kweli huu ni wimbo ambao umekamilika kabisa mdundo nini, mashairi, kila kitu, namna mlivyo create the song, walau unaweza ukatupa the history mpaka ukapiga na hiyo gitaa. Yeah, at that time P-Funk pia alikuwa amemwalika Sogidogi kwenye studio pale. Alikuwa anafanya project yake mwenyewe, alikuwa anasaidia, sababu P-Funk alikuwa mzuri sana kuwashirikisha watu mbalimbali. Yes, kila mtu mwenye kipaji alikuwa anapewa nafasi ya kushine pale kwenye beat au kwenye chombo, kwenye vocals. So what happened pale was that we had a very simple beat. P-Funk was also involved in the production, but I remember especially the guitar. The guitar, mimi na P-Funk tulikuwa tunashirikiana vizuri sana kwenye gitaa, kwa sababu yeye alikuwa anatamani hizo guitar licks ambayo zilikuwa zimetoka Marekani. Okay. Ambayo they were actually samples. Okay. Ambayo ilikuwa ngumu sana mpaka uje kupiga ile gitaa, kwa sababu it's simplified. Okay. Ina maana kwamba unakata sehemu ya gitaa kwenye recording ambayo tayari imerekodiwa. Unaikata, unaichuja, unaitumia kwenye beat kama sample. Sasa kama binadamu upige kama mashine kama sample, ilikuwa inanipa changamoto sana. Sasa ni ngumu Lakini nilikuwa nasikiliza zile ngoma zile za Kimarekani, najaribu kumuelewa pia P-Funk alikuwa anataka nini. Kwa hiyo tuseme P-Funk ilichangia sana kwenye gitaa langu, sauti ya gitaa langu. Umeelewa? Ku-improve. Na mimi tulikuwa tuna ushirikiano mzuri kwa sababu nilikuwa msikivu. Okay. Umeona? So we created some sounds, like especially this one. And Sogi alikuwa anatengeneza beat pale kwenye hii, nakumbuka. Yeah, it was very very organic, na ngoma hii kwa mfano nilishasahau kwamba nilihusika kwenye production na kwenye gitaa. Okay. Nikaisikia tu kwenye radio, nikasema hiyo gitaa kama naijua hii. Kama gitaa fulani hivi ya kibabe hivi. Itakuwa sio mimi. Umeona, nikaja kugundua. Juzi pia nilimtafuta P-Funk kabla ya kuja kwenye interview hapa. Nikamuuliza, wewe hebu nikumbushe, amna nyimbo zingine labda nilishiriki, kwa sababu zipo zipo nyingi. Akasema wewe Mzungu Cha, acha kukaa kwenye, yani unakaa kwenye maswala mazingira ya nyuma sana huko. Wewe jitahidi sana hizi kazi zako sasa hivi.
usio unang'ang'ania zile za zamani zile. Yeah. And he has a point. He has a course. point. So I was thinking about that a lot because of course that's not the only thing that I'm doing. I'm also doing new music and I'm releasing and I'm producing. Kwa hiyo kuna ngoma nyingi nafanya ambayo ya sasa hivi. Yeah. Kwa hiyo kama utaniruhusu Jabiri, mimi nataka nikuulize swali. Ni kitu gani cha Bongo Flava the classic cha zamani ambayo kinakuvutia na kinakusababisha uone umuhimu wa kuizungumzia kwenye kipindi chako? Swali zuri na gumu, lakini na mambo mawili kwenye hilo jibu. Ndio. Maneno mawili tu. Sawa. History and legacy. Okay. Yeah. History and legacy. That's all. All right. And that's why juzi nikawa na kuchokonoa. Anyway, shout out to Pifa kwa sababu he didn't know kwamba I was just wendo nilikupush kidogo nikasema we need to know these songs kidogo na nini, the history kwa sababu ya kama nimekwambia hapa ni two things, history and legacy. Kwa sababu before kufikiria hii show ya The Classic nilikuwa ninaona baadhi ya legends wetu watu walikuwa sisemi wanawadharau, lakini nakuja humo ama wanawachukulia poa. Nilikuwa naona vijana anaweza kukutana na, mara nyingi nilikuwa namtolea mfano KR Mula, you know, from TMK. KR, he's been in the game for more than 30 years. Si ndio? Now 32, alianza 1993. Kwa mujibu wake mwenyewe alianza 1993. 32 years. Before ya watu wote. Alianza tangu enzi hizo zote, akaweza kuvuka vita zote hizo mpaka akafanikiwa kuwa kwenye kundi kubwa na baadaye likatawala. Lakini some kids wanamuona kama huyu jamaa miayusho tu, unajua. Lakini hawajui ile vita ambayo alipigana mpaka kutufikisha hapa. Same to kina Benja au Benjamin na Mambo Jambo. Kuna siku nilimwalika mtu mmoja anaitwa Buff G na anaitwa Benja, you know, wa East Coast, yeah? He's been there naye from 1993 huko. Naye ni mkubwa kiumri, na amefanya vitu vingi sana before ya kina AY kukutana nao, make he's a brother kwao wale kina AY, Snare na wengineo mpaka hapo. So hiyo history vijana walikuwa hawaijui, but kupitia The Classic wengi wameanza kujua. Na legacy sasa ndo inaingia hapo kwamba kumbe huyu KR tunamchukulia hivi, yeye ndo alikuwa sababu ya makundi haya na haya na haya, kwa sababu the whole TMK kisa cha kuitwa KR ni kwa sababu wote walikuwa wanamuita kaka Rashid. That's why ikaja jina la KR, kaka Rashid. So alianza kuheshimiwa kwanza kwa sababu walimkuta ni kama amewalea, amekuja nao. Kama tusipotengeneza kupitia The Classic hawawezi vijana kujua hii history. Kwa hiyo tulikuwa kwa hiyo ndio maana tukaamua kuja na hii ili kusudi iweze kutunzwa hizi heshima zaidi. Leo hii nina uhakika kuna wengi sana ambao watajua kwamba kumbe Mzungu Kichaa alihusika kwenye safari hii ya Bongo Records. Right, umezungumzia Hili Game. Hili Game hapana shaka ni moja kati ya nyimbo bora za rap za muda wote. Right? Yeah. Ni wimbo ambao kila siku kipigwa watu wanashangilia. Tunafurahia Hili Game. Heshima ya Nature inazidi kuendelea kuwepo kila tunaposikia Hili Game. So from Nature, P-Funk, wewe na wengine, TID humo. Tunazungumza hizi story. Na kumbe kuna sauti ya TID. Na kumbe kuna Mzungu Kichaa. Na nilikuwa najaribu kutafakari hilo swali ambalo nimekuuliza. Yes. Baada ya kuongea na P-Funk of course pia. Na kwa hiyo na mimi nilikuwa natafuta jibu pia. Kwa nini ina umuhimu? Ni history na legacy. Na hiyo swali ni nzuri. It's simple, and of course the listeners ambao ni wadau wako, yani ambao wanasikiza, ambao wamekuja maksudi kwenye The Classic, wanaelewa hiyo ulivyosema maneno mawili tu. Wameelewa. Sure. But I want to add is that that kitu ambayo
kinanishangaza kama nilivyosema mwanzoni kwamba mimi najisikia ni kizazi kipya, lakini kumbe I'm old school. Sahihi. Tunasahau kwamba kuna kizazi kipya kabisa ambayo ni wadogo. So I've experienced labda nikijitambulisha na mtu, umeona? I do music na nini, Tanzania I do music na nini, you do music, what kind of stuff? I do bongo flavor nini. Kwa hiyo anaweza alikuwa hajui Mzunguchani nani, najaribu kumwambia niliwahi kufanya zamani sana nani hili game na Juma Nature, niliimba kidogo Magwea, Galshigata-Gwan, hiyo Chaleapina, Bongo Records All Stars, chana verse pale. Ananishangaa na angalia, yani hakuna kitu ambayo kimetiki pale. Umeona? Najaribu kumwambia ilitoka mwaka fulani, hiyo ilikuwa ngoma yangu ya kwanza nilitoa, hiyo Jitolee tumerekodi 2003. Nimechelewa sana kutoka. Lakini anasema anaweza akanijibu, mimi namuona kama ni rika yangu kabisa. Sababu mimi najisikia ni mdogo, umeona? Ananijibu kipindi kile nilikuwa bado niko chekechea. Ndio inapokuwa hivyo, nilikuwa bado sijazaliwa. Kwa hiyo it's very interesting and I think you're doing a very important service. Not just for the legacy and kwa kumbukumbu za watu ambao walikuwepo, lakini pia hao ambao walikuwepo chekechea au pengine walikuwa bado hawajazaliwa. Kwa sababu kuna vitu vizuri wanaweza kupata kwenye ile struggle ile, wakati sisi tulikuwa vijana pale, tulikuwa vichaa, tulikuwa tuna ubunifu, we were creating something very very special kipindi kile. Ngoja nikupe mfano hapa. Let's get huku YouTube tusome message hapa. Huyu anaitwa Noel Enos, right? Noel Enos YouTube hapa anasema mwanzo nilikuwa najua Kalito samaki ndio jamaa isi. Yani niliposema bwana Mzungukichana nini, yeye kufananisha na yule mfanyabiashara maarufu ambaye anamiliki migahawa Kalito. So anasema mwanzo nilijua ni Kalito samaki, you know what I'm saying? So now ndo umeanza kumpata. Kuna mtu mmoja Emmanuel J Kawiche ameweka ujumbe wake hapa. Yeye na maana alikuwa anakusikia lakini hajawahi kukuona vile. Kwa hiyo anasema kumbe ni mzungu kabisa. So yeye alifikiria kwamba ni jina, na kwa sababu unatumia lugha ya Kiswahili hapa kwenye The Classic ya hapa EFM. Asante kwako ambao unatucheki kupitia YouTube kule, na asante Harid Mkisi pia anasema nawasikiliza, yupo Kawe. Asante Harid. Joshi Tom afisa msafirishaji kutoka Kwayo Komani kijiwe cha Mtipesa. Kaka Jabir tuko pamoja kwenye The Classic tukimsikiliza Mzungu Kichaa, anatisha sana. Haina noma, Mzungu Kichaa yupo kwa ajili yenu hapa na tunapigana stories za kutosha. Mark Mihayo Wagoba tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana Mark Mihayo. Abdi Badi Chundi, I hope sijapitwa sana. Shout out to team nzima hapo studio. Au sio bwana? Hashtag yake ni Tupac without nose ring. Kusema ukweli umepitwa na vitu vingi sana ambavyo Mzungu Kichaa hapa amevizungumza. Kwa hivyo na kusii kwa sababu umeanzia hapa, tukimaliza wewe rudi nyuma alafu chukua hayo madini ambayo Mzungu Kichaa hapa ameyazungumza kwa kirefu zaidi. Kwa hivyo bwana Mzungu Kichaa hapa bwana, tumeweza kufahamu vitu vingi kusema kweli ambavyo tulikuwa tunashare kwa pamoja na kuhusiana na hayo masuala ya legacy na history na namna ambavyo tunapaswa kuzitunza hizi heshima zetu. Nilikuwa tunajaribu kupitia watu walikuwa wanazungumza kuhusiana na wewe, wengine walikuwa wanasema aje kukuona na vitu kama hivyo. Tumeizungumza Shigaragwana hapa. Uligusia kidogo kabla hatujahama kabisa, uligusia kidogo hili game That hili game ulisema mlikuwa nje mkaa na TID, baadaye ndo mkaamua muingize sauti. Is there anything ambacho ulikifanya kwenye hili game? No. Just the vocals. The vocals too. Okay. Na mara nyingi nasema kwa utani kwamba sawa, labda P-Funk anaweza akanichukia akanifukuza pale kama alivyowafukuza wasanii wengi sana pale au kutokuwaruhusu waingie getini na nini. Lakini pale alishindwa kunitoa voko yangu pale kwenye hili game sababu
alishindwa kwa sababu tuliingia mimi na TID tuliingia kama mapacha. Okay. Asije akasema I'm his girlfriend. Maana namfuatilia kidogo na Q-Chief na mambo yake. Lakini tuliingia kama mapacha. Tuliingia kwenye mic moja tukaimba. Kwa hiyo ina maana kwamba hakuna namna ya kutoa mute mmoja na kuongeza mwingine. Wote tulisikika pale. When you listen to Hilly Game, memories gani hasa unazipata? Manake ni wimbo ambao is obviously lazima utakuwa unausikia mara kwa mara. No, I mean the productions Bongo Records kipindi kile were beautiful. Maana it was analog, it was yani beat nzito sana. Na vifaa kweli vilikuwa vizuri. Umeona ambayo vilikuwa vinatumika pale studio. Na ubunifu ulikuwa ni mwingi kwa sababu mtu kama Juma Nature na sauti yake ya kihasida. Umeona ile sauti yake akitoa ile sauti kubwa cha juu. It was very very special. Okay. And I also nakumbuka jinsi tulivyokuwa tuna hang pia yani nje ya studio. Kama nilivyosema nilikuwa na TID pale kwenye benchi, pengine tumemaliza, pengine tutatoka, nitaenda na Juma Nature na Solo Thing na P-Funk tutaenda kijiweni. Umeona, au tunaenda sehemu nyingine, pengine walikuwa wako busy na vitu vingine, tunaenda kwenye clubs sijui wapi. Nakumbuka niliingia Kariakoo na Solo Thing na watu wengine siwakumbuki. Tukaenda kwenye cypher fulani. Enzi zile. Tunashuka Kariakoo pale, tunabadilisha tunapanda basi nyingine, tunaingia sehemu sikumbuki hata ni wapi hiyo cypher. Lakini bonge la club tunaingia pale, tunasikia yani vitu halisi. Very beautiful times. Okay. Another memory I have, nilienda na TID Kinondoni, nikaenda kwenye bar za banda za nje zi Makuti nini. Sikumbuki ilikuwaje, lakini nakumbuka tu kwamba I was 19, maybe TID was the same age, maybe a bit younger. 19 years old also. Na miaka 19. Na tulienda kwenye bar tukakaa kidogo, tukao tunaangalia wajomba zake TID walikuwa navaa vizuri. Unajua hapa nimejitahidi kidogo na mimi nivae kama suti fulani au si. Lakini kuna mmoja alikuwa amevaa all white afu bonga la rimmed hat hivi, afu ana chain hivi, anacheza Bee Gees, nyimbo za 80s zile. Walikuwa na enjoy maisha wale. So you know there was a lot of memories we had kipindi kile. They were living like a dons. Au sio? Safi sana. Msikilizaji, wacha tujikumbushe kidogo Hilly Game hapa, tutarudi baada ya dakika chache. Ikawa ni moja kati ya kazi ambazo zilifanya vizuri sana na ni classic kusema kweli mpaka leo. Mzungu, ulituambia kwamba namna uliingia kwenye production ilikuwa ni kutokana na foleni na nini. Kuna namna ilikufanya kidogo ukataka kujifunza production na nini. Unaweza kutuelezea namna ambavyo ni kitu gani hasa ukaona sasa nijifunze mwenyewe production, kwa tukio gani lilikufanya No, of course fursa ya kuwa kwenye studio pale Bongo Records nikajifunza mengi. Kuna wimbo moja hatujagusia bado, lakini ilikuwa kubwa sana kwangu kwenye upande wangu wa uzalishaji wa uproducer ambayo ni mambo ya pwani, remix ya Solo Thing. Ambayo remix kwa sababu alimshirikisha Juma Nature kwenye mambo ya pwani. Ile original. Sasa mimi nikaambiwa hapa tunataka kufanya remix, naambiwa na P-Funk wimbo unaenda Hilly Game. Sasa kuimba kwake si muimbaji vizuri, yani sio haimbi vizuri yule. Amekuwa amejitahidi sana kwa sababu ametoa ngoma zake na ameweza kuimba. P-Funk mwenyewe kama msanii kama mmesikia ameimba vizuri, lakini kipindi kile jinsi alivyokuwa ananieleza nilikuwa nasema wapi na wapi, hata melody hata key sipewi hapa, yani nilikuwa yani kweupe kabisa, sikupata chochote.
Kwa hiyo nikapata tu maneno ya mambo ya pwani yananichanganya. Nikasikia mambo ya pwani yananichanganya, basi hii ni chakacha. Kwa hiyo nikapiga gitaa, nikaanza na gitaa, nikaweka melody ya chorus. Kwa hiyo nimeimba chorus na nimeimba bridge. Na nimefanya production. Ile remix kwenye remix. Okay. Kwa hiyo ile ya kwanza haukuwa umeshiriki? No, the original one ya Juma Nature na Solo Things sikushiriki. Okay. So what happened there, ikani what do you call it, ndo ikanifanya nipate hamu ya uproducer. Okay. Na kama ulivyosema kwamba ufoleni na nini, mimi kuna kitu ambayo kilitokea pale Bongo Records, pengine watu wanajua, lakini ni kawaida tu. Okay. Ilitokea kwamba kwenye foleni ya production nilikuwepo mimi na Feruz. Tulikuwa tunaruhusiwa kuingia studio na kurekodi kwa kipindi cha wiki kadhaa, mwezi sijui. Baadaye nikawa nimefukuzwa mimi, amebaki Feruz. tulikuwa kuna project mbili zinaendelea pale. Na sababu ya kufukuzwa, pengine nilikuwa mjeuri, haya atajibu P-Funk mwenyewe. pengine kuna kitu nilifanya sijui. Okay. Lakini So sababu ambayo mimi naijua kwamba nifukuzwe pale ni kwamba Feruz wimbo wake wa kwanza nafikiri inaitwa Starehe. Ilienda Bongo Flava, kipindi cha Bongo Flava cha marehemu DJ Steve B. Steve B. Ilienda pale Ijumaa, ikafanya vizuri sana. Mamu Stores pale wakaitaka Jumatatu album nzima. Kwa hiyo maana kuanzia Ijumaa ile, na mimi nilikuwa nasafiri Jumatatu na narudi zangu kusoma chuo kikuu Uingereza. Kwa hiyo I only had those 2 days to finish the album, kufanya mixing na nini. Okay. Na hii album ilikuwa tayari tumerekodi vitu vingi sana, kwa imebaki vitu vidogo tu. Na Steve B mwenyewe aliingia pale, alisikia, yani alichanganyikiwa kabisa, sababu pale ndo Jitolee ambayo mpaka leo ni wimbo wangu kubwa kushinda nyimbo zangu zote. Yes. Lakini kulikuwa na nyimbo nyingi ambayo tulifanya pamoja na P-Funk Majani pale. Okay. So kitendo cha kufukuzwa pale na kutokumaliza kazi, na baadaye mbaya zaidi ni kwamba ile kazi ilipotea. Kwa hiyo kilichotoka pale ni Jitolee tu, wimbo mmoja, lakini album ambayo ilikuwa how many songs tayari pale? I think there was like 10 songs. Okay. Ni ya kwako albamu au ya Feruz ilikuwa? No, ya kwangu. Ya kwako, okay. Ya kwangu. Ina maana kwamba zilipotea. Basi nilichokifanya pale, of course nilipata uchungu, nilipata hasira, tulitengana mimi na P-Funk sababu kuna kazi yangu ilivurugwa. So hapo ambacho nimekielewa hapo ni kwamba Majani alikuwa anatakiwa sacrifice moja kati ya kazi mbili. Kwa sababu huku kuna biashara na huku kuna wewe umeshamaliza kazi. Ndio. Wewe unataka kusafiri, huku kuna biashara tayari iko mezani. Ndio. Inaonekana mzee mzima hapo kidogo akapata huo mtihani. Anyways, hiyo yani nikiangalia leo hata juzi hapa nilishamsamehe, tulishazungumza hiyo. Of course. Sababu mwisho wa siku ukiangalia tutamwomba tena aje, alikuja mara moja lakini hakukaa sana. Faida alichokipata pale ni kikubwa sana. Kikubwa, of course, yeah. So alifanya kibiashara, alifanya maamuzi sahihi. Mwisho wa siku. Sio nasema kwa mfano, hiyo album ya Feruzi inatajwa kama ni miongoni mwa album ambazo zimeuza zaidi katika historia ya Bongo Flava. Kabisa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Majani alitake risk. Alitake risk, akaona hata
wacha tu na kweli Yeah. lakini imelipa. So mwisho wa I siku think hata wewe ukisikiliza ukiona mafanikio ya Feruzi wakati ule unakubali hilo kwamba nakubali sana na lakini mwisho wa siku Yeah. najua kwamba Mungu alipanga vitu vingine kwangu mimi, umeona. Yeah. Na faida niliyokipata pale ni kubwa, sababu ingawa watu wanaweza kusema mimi ningekuwa kama Feruzi na ningeuza vizuri na ningenunua ile ninunua nini gari kipindi kile Jeep. kipindi kile ningetamani sana na mimi ninunue, lakini faida niliyopata pale ni kwamba nilijifunza vitu vingi. Of course, yeah. Zile kazi ambayo tulirekodi ambayo zilipotea nikazikumbuka, nikaziweka kichwani kwa sababu mimi ndo nilizitunga. Nikajifunza uproducer, nikasema hapa sishirikiani na mtu. Kwa hiyo najifunza ile Cubase ile, nikafungua studio yangu kabisa, nikaanza mdogo nirudishe mali yangu. Ndo pale ndo maana ikachelewa kutoka, kwa sababu pale ilitakiwa itoke 2003. Mimi album yangu nilikamilisha 2008. Huko napambana, nasoma chuo kikuu Uingereza, na pambana kujifunza Kiswahili uproducer, na pia nilienda Ulaya nikaanza kufanya shughuli zingine za muziki. Nikaanza kuimba na bendi kule, nikaanza kurekodi pia studio mbalimbali. Nilikuwa nataka nitoke na album ya Kiingereza. Lakini there was some other situations ambazo zilitokea kule. There was the financial crisis in 2007. Ina maana kwamba studio zote, record label zote walikuwa wanafunga. Umeona? Pesa zilikuwa tabu. Umeona? Kwa hiyo wakati mimi nakuja na zile kazi za kizungu, nyimbo za kizungu, nitoke ni sign na record labels, walikuwa nasema ungewahi, lakini sasa hivi tunaanza kuachana na hizi biashara. Okay. Maana hali imekuwa ngumu. Imebadilika. Nilivyogundua hiyo nikasema isiwe kesi. Ngoja nifufue ile kazi ambayo sawa nilipata uchungu, nilikuwa sitaki kusikia mambo ya bongo flavor wala nini. Yeah. Maana niliumia. Ulipata hasira. Okay. Nikaifufua, nikamaliza kazi, nikatoa Tuko Pamoja, ambayo of course ni album yangu ya kwanza. Okay. Safi sana. Kwa namna ambavyo umeelezea hiyo, inatupa mafunzo pia. Kuna mafunzo ya namna ya maisha yalivyo, namna ambavyo Majani pia alikuwa na mtihani wa kuchagua moja kati ya mbili. Ndio. Akaamua kuangalia kilichokuwa kikubora kwake, lakini pia tunaangalia positivity. Yeah. Namna ambavyo wewe sasa hivi unalipokea hilo. Ndio. Sababu ingekuwa mtu mwingine angeamini kwamba bado yeye alikuwa na nafasi ya kufanya vizuri kuliko Feruzi, na ingekuwa beef haijaisha, unajua. Na mimi pia kingine nataka niongeze hapo ni kwamba baada ya kumaliza chuo kikuu Uingereza, sikurudi Tanzania, nilirudi Denmark kukaa. Okay. Kwa hiyo ndo pale nilikuwa napambana na hiyo album ya Kiingereza ambayo haikufanikiwa, na chanzo cha kuamua sasa nitoe album ya Kiswahili 100% ambayo ni Tuko Pamoja. Hiyo kidogo ilikuwa changamoto kubwa sana, sababu nipo Ulaya, sipo Tanzania. Sasa wewe ni mwehu gani? Wewe ni mwehu gani unataka kutoa album ya Kiswahili tupu ukiwa Ulaya? Umeona, watu walikuwa wananiangalia, wewe mwehu kwa ili umuuzie nani? Umuuzie nani? Yaani industry Ulaya walikuwa wananiangalia hivi, huyo vipi huyo? Kila mtu ananikataa. Yaani record label zote, na nilikuwa najua kwamba hakuna mtu atagusa hii kazi. Wale wote kama kuna baadhi ya wasanii ambao wako nje wana asili ya Tanzania, ambayo Watanzania wanawajua, kina Karen Mukupa, Miss Mukupa, kuna Wafande,
kuna Tariq sasa hivi anapigwa redioni hata Tanzania, kuna Kaka ambayo wana asili wa Tanzania lakini wako nje na wanafanya vizuri nje. Okay. Wale wote walikuwa hawagusi mziki wa nyumbani. Okay. Wanaimba Kiingereza na wanafanikiwa vizuri kabisa. Okay. Ni mastaa kule. Sasa mimi kitendo cha kuamua nifanye Kiswahili na nizindue kule, watu walikuwa nasema huyu jamaa yani hana akili wewe. Akili zake sio nzuri huyu. Lakini mimi nilikuwa naona kwamba hii kazi kitapata support nyumbani. Na kitendo cha kupata support nyumbani, kuna diaspora pia walikuja kunipa support kule Denmark, kwa sababu nilifanya uzinduzi kwenye ukumbi mkubwa kabisa, na ni mji wa pili Denmark, ni kama Arusha na Dar tuseme, au Mwanza na Dar. Sasa mimi nilikuwa Arusha, Aarhus panaitwa, Copenhagen ni Dar. Watu wa Tanzania wakaamua sasa watoke Copenhagen waje kuhudhuria uzinduzi. Mafans tu, siwajui wala nini, wakaanza kutafutana, kukodisha basi waende wote kama group hivi waje kwenye show. Umeona? Kwa hiyo nilipata watu wengi sana kwenye na watu wakasema kumbe sio mweo huyu. Nikaanza kule Ulaya, nikapata tuzo na sio wa Tanzania lakini watu wa Ivory Coast walikuwa wanaandaa kitu kinaitwa African Achievement Awards. Wakasema huyu jamaa huyu he's brave. Yeah. He's brave to do this. Kwa hiyo watu tumpongeze, tumpe support huyu. Kwa hiyo wakanipa best upcoming artist tuzo pale Denmark, wakanialika kwenye World Music Awards kuperform. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali vilitokea pale ghafla wakati nazindua albamu yangu ya kwanza. Okay. Na wakati unatoa hiyo albamu yako kipindi kile ulikuwa haufikiri kabisa kwamba hii ngoma itabidi ni hii albamu labda nipeleke Tanzania ichezwe kule media za Tanzania kwa sababu tayari ukishaondoka? Ndio, bahati nzuri nilirekodi kabla ya kuzindua, nilirekodi video ya Jitolee ambayo ikarushwa kwenye TV na ikafanya vizuri. Kingine nikasema kwamba lazima nirudi, kwa sababu hapo niliamua sasa niingie 100% kwenye sanaa. Kabla ya hapo nilikuwa nafanya kazi zingine. Nilikuwa ni director wa foundation, kwa sababu nilisomea masuala ya community development. Umeona? Kwa hiyo nilianzisha foundation ya kusaidia jamii na kupeleka hela, fungo za hela ili kusaidia jamii mbalimbali, sehemu mbalimbali, sana huko Tanzania na Kenya. So nikasema kwamba lazima nirudi Tanzania tuone hii kazi itaendaje. Na ulikuwa huna mpango kukutana na P-Funk hata siku moja kabisa kipindi kile? Nilikuwa sina mpango kipindi kile, but I still owed him something. Sikukuwa na uchungu tena, na kuna watu wengi sana mimi sina adui na mtu, na mimi yani leo P-Funk ni rafiki yangu sana. Umeona? So tunaelewana, everything is fine. These stories ambazo tumezungumza, mtu mwingine anaweza akasema hawana mahusiano, lakini tumetengeneza ngoma nyingi tu baada ya hapo. Okay. Lakini nilichokifanya, nilikuwa nataka kuthibitisha kwamba hii album na hii kazi ina asili ya Bongo Flava na ina mizizi Tanzania. Kwa hiyo nikarudi pale niliporudi, nikaitwa na Vodacom Foundation, nikaenda kuperform, nikaitwa Sauti za Busara, nikaperform headline Jumamosi saa 5. Wazanzibari wote walitokea pale kumwona mzungu akiimba Kiswahili fasaha. Na hadi leo Wazanzibari wananisupport sana. Una fan base kubwa kule sana, Mombasa, pwani everywhere. So I went there, nikaitwa Kenya kuperform Rift Valley Festival, nikaitwa Nairobi,
nikaitwa Uganda, nikaitwa Zimbabwe. Kwa hiyo mwanzoni wa career yangu nilipata mafanikio makubwa sana. So it was a busy time. Na nilijenga nembo yangu au jina langu ya Mzungu Cha, nilijenga sana. Tulifanya mambo makubwa kipindi kile. Tukizungumzia hapo namna ya kuijenga hiyo fan base hiyo. Ndio. That era ilikuwa ni era ngumu sana kwenye muziki. Yeah, it was kuna vipaji vingi. Yeah. Alafu kuanzia hali ya juu sana 10 na kuendelea pale 10, 11. Tuanzie hicho kipindi ambacho ulikuwa unapambana na kina Nature pale. Kipindi kile kutoka kule mpaka hapa ulikuwa na hiyo yani tuchukue hiyo decade nzima. Yeah, sasa kipindi kile nilikuwa sipo kwenye biashara. Okay. Umeelewa? Yeah. Mimi nilikuwa kijana tu. I had love for the music, you know. Nilikuwa sina jina. Mzungu Kichaa alikuwa hayupo. Ushanielewa? Kwa hiyo wakati Solo Thing, mambo ya pwani ilitoka, jina langu haikuandikwa pale kwenye ile production. Ingawa nimefanya kazi kubwa pale kwa sababu nilikuwa sina jina, sikutambulika kama mtu yeyote. Okay. Kuna sawa, nilichana pale kwenye Chelea Pina kidogo, sauti yangu ilisikika, mashairi yangu yalisikika, nikaimba kidogo, sura ilionekana East Africa Television kwenye jingo yao pale. Nilipata umaarufu fulani, lakini wananchi walikuwa hawajui wanisapoti vipi kwa sababu nilikuwa sina jina. Okay. Mimi ninaweza nikauliza hapo, ilikuwaje upo pale Bongo Records kwa muda mrefu lakini ulichelewa kupata jina ambalo ungelitumia kama msanii? Labda kiwango cha kazi au idadi za kazi zilikuwa chache labda. Mimi mwenyewe kujiposition na kuwa na sababu ya kuwa na jina, kwa sababu nilikuwa sina mpango wa kuanzisha hata hiyo album. Wakati na rekodi album, sawa, tuna rekodi album hiyo 2003 na kipindi ambayo nilikuwa na rekodi album ya kwanza Bongo Records pale, ambayo tumezungumza, ambayo ilipotea. Kipindi kile nilikuwa sina jina. Yani mpaka ikamilike ndo tutakaa chini tutasema huyu anaitwa Aspen King Size, anaitwa Asumani nani, sijui nani, ataitwa Mzungu Kichaa. Na ile Mzungu Kichaa nilikuwa sidhani kama ningeichagua. Kwa nini? Sababu nilikuwa sipendi, namwambia Juma Nature usiniite hivyo. Yeye anacheka tu, anacheka. Sasa kama uniita Mzungu. Kesho yake ananiita Mzungu Kichaa. Wewe usiniite hivyo bwana. Basi uchuki wote ule ambao nilikaa nayo, uchungu wote wa kupoteza album, kuondoka nchini kwenda Uingereza, kupambana Ulaya, kutokufanikiwa Ulaya, na kuamua sasa nirudie kwenye Bongo Flava. Uchuki wote au hiyo safari yote ikanisababisha niamue sasa nichukue hiyo jina la kipumbavu hiyo. Okay, bwana, Mzungu Kichaa anasema eti jina la kipumbavu. Actually sio jina la kipumbavu, ndio brand name yako. So imekupa mafanikio. Yeah, ladies and gentlemen, we have Mzungu Kichaa ndani ya studio. Na asante kwa wale ambao wanatucheki pande za YouTube. Abdi Badi anasema I hope sijapitwa. Okay, sawa. Jiwe Liganga kutoka Mbeya, fundi Jiwe anasema hapo umeniletea mtu muhimu sana kwenye game yetu, mpaka nataka kulia kwa stories za hawa jamaa. Watu jamani, classic kweli. Asante sana. History and Legacy. Thank you. Merudi pale. So asante pia, na unaweza ukatucheki hapa live kupitia EFM Tanzania YouTube, na sisi tutasoma ujumbe wako hapa. Tutapata break kidogo, na tutakaporudi baada ya break hii tutaendelea na baadhi ya project zake, lakini remember pia leo tutaangalia project mpya ya Mzungu Kichaa hapa. Kwa hiyo hakikisha kuwa hauondoki hapa ulipo. Na tukirudi tutaanza na project yake ile ambayo ameshaitaja mara nyingi hapa ya Jitolee, ambayo alifanya na Professor J pamoja na Mwasiti, ambao ndio project pekee iliyobaki kwenye album ambayo ilikwisha tengenezwa pale Bongo Records,
lakini kwa bahati mbaya haikuweza kufanywa kazi kwa sababu Feruzi ilibidi atoke. Lakini kilichofuata album ikapotea. Kwa hiyo huu ni wimbo pekee ambao ulimfanya bwana akapata homa, lakini baadaye akarudi nyumbani Tanzania. Binadamu upendo usipotee. Afa sana inatakiwa mtu mmoja na freestyle hapo, hiyo mikono juu, jitolee na usaidie. Pia gitaa jamaa sasa. Pia gitaa jamaa cha. Hiyo mikono juu, jitolee na usaidie, sio kesho tu tena unakaa ujisifie. Inatosha hapo hapo. Unarudia mistari ya watu. Mimi nilikuwa na freestyle. Sasa ku freestyle maana yake hiyo line ya nani hiyo? Hiyo mistari yake hiyo. Sio nimeongeza ya kwangu. Hiyo sasa watu tupiga. Hater mzee. Wewe hater mzee, lakini mimi nakucheki mzee. Kwa sababu mimi ndo nishajitolea mzee. Au vipi bwana? Bwana sawa, jitolee bwana. Ni nice song Hiyo guitar ilikuwa inspired na sexual healing Umejuaje? Mimi umesikia? Umeambiwa? Hapana. Umesikia sound yake? Hapana. Mimi bwana sasa ndo nitakwambia sasa kwa sababu ya the classic na nini huwa ninaposikiliza muziki ninaweza kusikiliza muziki hata mara 100 hivi. Ndio. Yaani ukinipa wimbo wako nitakaa nachunguza kitu kimoja. Kwa hiyo kuanzia gitaa nitasikiliza bassline, vitu viwili ambavyo huwa navichunguza sana, gitaa na bassline. Ndio hiyo imekosa tu hiyo. Yes. Kwa imekuwa inspired na hiyo. Kuna nilikuwa sijui kwa sababu unajua hizi chords chords are universal. Kwa hiyo hamna copyright infringement kivile. Lakini niligundua wakati narudi Denmark nikaanza kufanya mazoezi na bendi. Ni wazungu, ni wa Danish. Sasa nilivyopiga hii nani jitolee akaanza mpiga bass akaanza kupiga zile. Yaani kama vile ananitania ndo nikajua kabisa hii ni sexual healing kweli. But lakini ulivyoina nini hukufikiria mwanzoni? Sikujua. But that's also why it's a hit song. Of course kuna vitu vingi sana. Yaani unajua mara nyingi msanii the worst nightmare for an artist is to make a hit ambayo hajapenda yeye mwenyewe, sababu itamhaunt, itamsumbua maishani mwake. Kwa sababu lazima atakuwa anahitaji kuipiga mara kwa mara, si ndio, mbele ya washabiki. So fortunately, bahati nzuri wimbo wangu naupenda sana. Jitolee. So I love performing it. So I'm very lucky kwamba hii ndio imekuwa hit song. Lakini kuna sababu mbalimbali ambayo naweza nikafikiria. The way it builds up, the chorus, the way inapandisha mzuka fulani, the bridge ambayo anaimba Mwasiti. It's very clever the way it changes in the chord progressions, and then it has a modulation. So kwa hiyo badala ya kuwa uchumi unashangaza wengine wanao wengine hawana, right? And then it goes mikono juu jitolee na usaidie, imepanda. Imefanya modulation kwa sababu zamani ilikuwa mikono juu jitolee na usaidie, ombe kwa binadamu upendo, lakini imepanda mikono juu. Hata kuimba nani mpaka niimbe bridge ndo naweza nikaishika, lakini it modulates. Kwa hiyo kuna ubunifu umefanyika pale, na you have to remember we were young kipindi kile. I was 22 years old, 23 years old, I think, no, maybe even younger. So yeah, it's one other thing ambayo ningependa kusema kuhusiana na ile, yani kuiokoa jitolee, sababu ingezama na ile album, ile jahazi ambayo ilikuwa nazama, and it was the only project remained. Kwa sababu tuseme nilipata kama bounce. So mimi nilipokea jitolee kama MP3 nafikiri kipindi kile, ambayo ilikuwa bado haikukamilika. So ilibidi nitengeneze mwenyewe kwa producer wako, ubunifu wangu. Ulirudia tena? Sio kurudia, lakini ilikuwa haina baseline. So I knew kwamba ili niitendee haki
inabidi nimkumbuke P-Funk na jinsi namna ambayo anatengeneza baseline zake, na nilishasoma siri zake zote. Kwa hiyo hii hapa naweza nikasema ni baseline ya P-Funk Majani, ingawa nimetengeneza mimi, unaona. Kuna percussion kidogo iliongezewa, lakini it was ilibidi niokoe sasa. And it's true, but baseline za P-Funk kusema kweli kabisa mpaka sasa kwenye baseline sijapata sikia tena kabisa. No, so we've done a lot of work together. The other one ambayo ni kazi kubwa ni Akili Mwili Roho ambayo alifanya production. It was very often there are songs that I write and then he brings the best out of the song. Another big song ambayo tulifanya ni ngoma ambayo tuseme nilitengeneza yote, nilimaliza nikampelekea, wewe vipi unaweza ukaifanya upya ngoma yangu? Akaigeuza, akaweka trap kick, akaweka some punchy drums on it, umeona, ambayo ni You Got Me, ambayo nilimshirikisha Grace Matata na KK. Okay. Khaled Kumbuka. Okay. So tumefanya kazi nyingi sana mimi na P-Funk baada ya Jitolee pia. Hivi kufanya kazi na P-Funk umejifunza nini? Nimejifunza nini? Kuwa on the beat, to be on the beat, hamna kulegea kucheza off beat. The rhythm is very, very important, more so hata kuliko sauti au key. Hisia, kutafuta hisia kwenye vocals. Naweza kusema kwamba labda this last work ambayo tunatambulisha sasa hivi ambayo nimefanya na P, it's the better, tumeanza kufikia tumefikia sehemu nzuri mimi na P-Funk kushirikiana, sababu pengine alikuwa ananipa shida pia, ananipa changamoto, sababu P-Funk ni mtu ambaye anaweza kawa ana hasira kidogo. Ukiwa kwenye booth pale unaweza ukakaza koo yako kutokana na matusi ambayo unapata kutoka kwenye nani, kwamba fanya hivi hii sio bwana, unajua. Kwa hiyo unaweza kujikuta unaimba, unaanza kuimba ovyo badala ya kurelax. Umeona, sababu mwisho siku unahitaji kurelax. Tena siku hizi afrobeats sasa hivi tukitaka kushindana na Wanigeria inabidi to relax sana. Umeona, wala relax sana. So there's also there's that the music also changes, kizazi kipya cha leo bado sisi Wakongwe tunaweza tukachangia pia. Alright. Sawa. Yes bwana, story na muziki kidogo ndio mambo mazuri ambayo yanapatikana kwenye The Classic hapa, baada ya kusikiliza kuhusiana na Jitolee ambayo tumeizungumzia kwa kirefu kidogo, lakini ningependa uniambie tu namna ambavyo ulifanikiwa kumpata Professor J kwenye Jitolee, na verse yake ilipendezesha sana wimbo sana. No, na hii ni kitu ambayo that's the gift of working with an established studio like Bongo Records kipindi kile, ni kwamba P-Funk alikuwa na hiyo vision kutukutanisha. Okay. So that I have to thank P-Funk kwa kweli. Okay. Na Juma Nature alikuwa, he was very happy to join. It was a very natural process. Tulikuwa na Saigon kwenye ngoma ya Jitolee. Kuna verse yake kabisa. Bwana. Lakini haikufanikiwa kupenya kwenye final. Kuna maneno mawili tu pale. Heshima kwa baba, heshima kwa mama. Aliigiza kumbe maneno. Alafu aliendelea alichana pale. Okay. So Saigon ni mwingine ambayo alikuwepo sana pale studio, tulikuwa tuna hang naye.
So that's another thing as well, of course, is that you have to sacrifice as well. Kwa hiyo tulimsacrifice Saigon pale. Kama kawaida. Waji manager akuwepo sababu manager kwa mshikaji wako labda umemweka pale. Ananidai. Kwamba hatukufanya kazi kipindi kile ya. Why na manager hakumweka kwa sababu manager kwa mshikaji wako mshafanya naye ngoma yake. Ndio. Kwa nini yeye kumweka? Sijajua kwa nini mimi na Jumanecha kuja kufanya kazi ilikuwa baadaye kabisa. Ilikuwa what was it, 2015 maybe. Mbona? Tulifanya 14, tulifanya kazi MJ Records. Okay. Na ilitoka tulimshirikisha Karen Mkupa, Miss Mkupa pia. Okay. Together as one wimbo. All right. Wimbo wetu. Sawa. Sasa nikukumbushe hii, na ulizungumza kama ni miongoni mwa track ambazo uliweka sauti humu back in the days kabisa, lakini hii ilikuwa ni kama anthem ya Bongo Records, na pengine utuambie hasa project hii iliishia wapi, ilipotelea wapi hasa? Chele ya Pina bwana, Bongo Records All Stars. Tani bwana yeye. Umeona kama ilipotelea wapi? Kuna mshabiki hapa anaishikia. Yeah, of course. It's my favorite. Kuna wengi kabisa wameniambia kwamba wamenisikia humo. Yeah. Na hiyo ni moja ya kazi ambayo nilikuwa nimesahau mimi mwenyewe. Kama ulikuwepo? Kwamba imepotea. Kuna mambo mengi wewe. Kwamba imepotea hata kwenye ramani yangu. Imepotea. So Mzungu Kichaa. Samani kidogo. Ningeomba utupigie sound yoyote hapo kidogo. Na kitu nataka kufanya hapa kidogo. Ndio. Nataka tusikie any of your songs hapo. Yeah. Let's go. Tuliza moyo. Wow, that's great. Hiyo kuna sound hapo umeipiga kwa mdomo wako hapo ambayo ilikuwa inaashiria ni trumpet, sio? Au ilikuwa inaashiria nini? Itakuwa ni trumpet hiyo. I say. So hiyo inamaanisha kwamba Mzungu Kichaa hata kwenye beatboxing wewe ni hatari basi. Sijajua. Hiyo si umenionyesha hapo. Kama hiyo that sound of hiyo sound ambayo umeiweka hapo umeipiga kwa mdomo, manake kwenye beatboxing utakuwa ni mtu mmoja hatari pia. Sasa ilikuwa tucheza wimbo wa Chele ya Pina kutoka kwa Bongo Records All Stars, and now here come the song, alafu we will get back here. Endelea kutumia ujimbo wako pale YouTube, nitarudi pia kusoma. So kwa watu wa YouTube, najua huu wimbo hautausikia kidogo, lakini tukirudi tutaendelea kwa sababu ya mambo ya haki miliki. Kwa hivyo napata malalamiko sana kwamba kwa nini tunakata nyimbo YouTube. Ni kwamba tunakata hizi nyimbo kwa sababu hizi nyimbo tayari zina haki miliki. Kwa hivyo tukisema hapo, tukiachia, manake account yetu pia itakuwa kwenye matatizo. Ndio maana wakati mwingine unapata nafasi kidogo ya kunywa maji kidogo na nini ukajivuta chemba. But tunarudi muda si mrefu. Bongo Records All Stars. Come on man. He's been very inspired me a lot. And then mtu kama Oliver Mtukudzi pia, style yake, that kind of African sound. What about Jimmy Page? Jimmy Page alikuwa Led Zeppelin now? Rock band. Jimmy Page, rock. Kwenye kikundi gani? Sio Led Zeppelin. I think sikumbuki kikundi, wale Led Zeppelin nilikuwa nawasikia. Very nice 70s rock. But I think nilifika sehemu ambayo nikaanza kutunga sasa style yangu mwenyewe. Which is very inspired by traditional African music. Kutoka sehemu mbalimbali. Why ilikuwa ni rahisi kujifunza kupiga gitaa kuliko kupiga kitu kingine kama kinanda hivi? I'm not sure. Niliwahi kujifunza pia violin. Hadi leo naweza kucheza violin.
nilipigwa sana na TVZ, walikuwa naitwa, sasa hivi wanaitwa TV Zanzibar. TVZ. TVZ kizibike. Yeah. Walinichukua, walinishuti sana maana niliwahi kupiga violin Eid al-Fitri Haile Selassie School Mnazi Mmoja. Okay. Pale Stone Town. Na nilikuwa nimevaa tuxedo smart kama Jabir pale. Jabir simba sana mashavu nani kabisa, alafu nimekaa hivi violin hivi nacheza violin. Ala za taarab za violin inaenda vizuri tu. Nacheza violin. Nice. Lakini kwa nini unatembea na gitaa zaidi kuliko chombo kingine kama hiyo violin? Guitar ni it's like it's a very good accompaniment, yani inakuwa accompany kama beat, jinsi beat DJ anakupa beat, it's the same thing, so it's a beautiful instrument to tarudi baada ya matangazo.